Mtazamaji wangu, siku nzuri na siku nzuri hata kidogo. Tunavyozidi kuzungumza moja kwa moja katikati mwa mji wa Nairobi, shughuli zote zimeweza kusitishwa baada ya vijana almaarufu Gen Z kuweza kujitokeza moja kwa moja na kuweza kutua au kujaajaa moja kwa moja katikati mwa mji wa Nairobi ili kwamba kuweza kutekeleza maandamano. Mtazamaji wangu, picha ambazo nimeweza kuweka katika screen yako ni picha ambazo moja kwa moja zinazidi kuashiria hali ilivyo katikati mwa mji wa Nairobi, huku shughuli kazi zote zikiwa zinazidi kutatizika, magari hayatembei, na hivyo basi watu wameweza kujaa ili kwamba kuweza kufanya maandamano ambayo ni ya aina mbili. Maandamano ya kwanza ni kuweza kutaka kupata haki ya kijana almaarufu Albert Ojwang ambaye aliweza kuiaga dunia, na maandamano ya pili ni kuweza kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2025 almaarufu Finance Bill 2025. Na hivyo basi mtazamaji wangu, mambo ni mengi zaidi ambayo yanazidi kuendelea, ambapo nina video ambayo nimekuandalia moja kwa moja ili kwamba uweze kutazama na kuona ni kipi ambacho kinazidi kutendeka na kufanyika katikati mwa mji wa Nairobi siku ya leo. Mtazamaji wangu, kabla sijaweza kukuelezea, kabla sijaweza kufahamisha kila ambacho kinazidi kuibuka au kutendeka, ningependa sana kwa moyo mnyenyekevu, popote pale ulipo, iwapo ni mara kwanza kukutana na sura hii, tafadhali like video hii. Asante sana iwapo umeweza kufanya hivyo, Mwenyezi Mungu aweze kukubariki. Cha pili ambacho ni cha muhimu zaidi, nibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja nibonyezee alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii kabla tujaweza kuzamia moja kwa moja ndani ya makala yetu ya siku ya leo. Asante sana kuweza kujiunga nasi moja kwa moja. Karibu nikope lako sikio ili kama mtazamaji wangu tuweze kusonga sote mbele kwa pamoja. Tunapozidi kuzungumza mtazamaji wangu, serikali ya Rais William Samoei Ruto imeweza kujipata katika hali tatanishi kwa mara nyingine tena mtazamaji wangu. Na nilipoanza kuzungumza moja kwa moja ndani ya video hii, niliweza kukuelezea na nikuambia kwamba kuna video ambayo nataka niweze kuchezea ili kwamba uweze kuona katikati mwa mji wa Nairobi mambo yanavyozidi kuendelea. Bila kupoteza muda wako mtazamaji wangu, ningependa niweze kukuchezea video hiyo, lakini hakisha kwamba umeweza kunibonyezea alama nyekundu ya subscribe iliyoko chini ya video hii, na Mwenyezi Mungu aweze kubariki, akujalie afya njema, maisha marefu popote pale ambapo unanitazama ukiwa. Here is the video mtazamaji wangu. Kama wewe ni muoga, nenda huko.
are very peaceful. Hakuna askari yoyote ambaye No justice, no budget ni maneno ambayo yanazidi kusikika yakiweza kuzidi kutajwa au kuzungumziwa na vijana wa Gen Z ambao moja kwa moja tunavyozidi kuzungumza tayari washaweza kujaja kufika katikati mwa mji wa Nairobi ili kwamba msamaji wangu kuweza kuhakikisha kwamba they protest, they fight for their rights as we are talking now. Unajua msamaji wangu, ni vyema tuambizane ukweli kidogo because there is something also that I need you to know or to understand about what has been happening in our country. Last year, a month like this, mwaka ulioweza kupita, mwezi sawia na huyo ambao tuko sasa hivi, msamaji wangu, iliweza kuanza kama mzaa. Maandamano yaliweza kuanza kama mzaa na ikaweza kukuja a very big crisis ambayo iliweza kuipa serikali ya Rais William Samoei Ruto wakati mgumu zaidi hadi wakaweza kutupilia mbali ile bajeti kuu ambayo walikuwa wameweza kuipitisha. And Gen Z waliweza kujitokeza katika streets. Wengi wao waliweza kuiaga dunia kwa kuweza kuuawa. Kuna wale waliweza kujeruhiwa. Kuna wale waliweza kushikwa. Na pia kuna wale ambao waliweza kufaulu kuweza kurejea nyumbani salama. Lakini the same month, the other year, which is 2025, today being on 12th, msemaji wangu, mwezi wa 6, tena wamerejea katika streets kusema no justice, no budget. Imeweza kuanza kama mzaa, huku polisi wakiweza kutupiana vitoza machozi, na miongoni mwa vijana ambao kwa kweli wameweza kufika pale ili kwamba kuweza kusema kwamba they want justice, or if they will not get justice, that budget will not pass. Things are now a bit tricky. Do you know why I'm saying that? Msemaji wangu, siku nzuri. I don't know what I will say or what I will add on that, but
hapa mbele si kuzuri. If things will continue to go the way they are going as we are talking now, mtazamaji wangu, kwa 100%, I'm sure 100% that hapa mbeleni mambo yanaenda kuharibika mtazamaji wangu, na hakutaweza kukalika iwapo jinsi na ambavyo Wakenya wameweza kujitokeza hivi ndivyo na ambavyo kutaweza kuzidi kuendelea kukua mtazamaji wangu. So hayo ndio ambayo yanazidi kuibuka, huku serikali ya Rais William Samoei Ruto ikiwa imeweza kuingiza kijibaridi, ikiwa imeweza kuzidi kukua ambayo imechanganikiwa kufuatia kila ambacho kimekuwa kiweza kuzidi kuendelea mtazamaji wangu. Ila kwa sasa tunavyozidi kuzungumza, ningependa sana kwa moyo mnyenyekevu, popote pale ambapo unatazama ukiwa, uweze kunipa maoni yako kwenye comment section. Maandamano ambayo yameweza kufanyika sasa hivi ambayo yanazidi kuendelea ya kuweza kusema kwamba no justice, no budget. Je, unaunga mkono ama hawa vijana waweze kuacha kitu ambacho wanakifanya, waachie serikali mambo yake? Nitafurahi sana nikiweza kupata maoni yako kwenye comment section, na pia tena mtazamaji wangu kwa moyo mnyenyekevu, hakikisha una like video hii na unanibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Bye bye for now, please subscribe.